Wizara katika kukabiliana na changamoto hizi za sekta ya ardhi inalenga kutekeleza mikakati mbalimbali, na mikakati hiyo ni pamoja na kwanza, kuongeza kasi ya uandaji wa mipango ya matumizi ya ardhi vijijini kwa kutumia mbinu jumuishi na shirikishi. Vile vile kupanua programu za kitaifa za upangaji ardhi vijijini kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo. Kutumia teknolojia za kisasa kama GIS na ramani za kidijitali ili kuongeza ufanisi. Kuharakisha upimaji na utoaji wa hati za hakimiliki za kimila ili kupunguza migogoro kama nilivyosema. Lakini vile vile kuimarisha ushirikiano kati ya wizara, halmashauri, wadau na jamii kwa ujumla katika kusimamia utekelezaji wa mambo yetu. Na mwisho, kuhamasisha matumizi endelevu ya ardhi kama kilimo, hifadhi na ufugaji unaozingatia uwezo wa ardhi. Kwa ujumla, mikakati hii inalenga kuleta mabadiliko kutoka katika upangaji kwenda kwenye uendelezaji wa mipango ili kupata tija kwa kuhakikisha kuwa ardhi yetu inatumika kwa njia jumuishi inayopunguza migogoro na kuzingatia maendeleo endelevu ya taifa. Sisi tumechukua hatua za makusudi za kutathmini na kutafiti kwa kina chanzo cha migogoro yetu ndani ya Morogoro. Tumefanya maamuzi ya makusudi, strategic decisions, ya kuhakikisha na kubaini tumetokea wapi na migogoro hii. Nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tumeiwekea mikakati kwamba kwenye kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, every month tunapokutana kwenye vikao vyetu vya kawaida, tumeweka ajenda ya kudumu ya migogoro ya wakulima na wafugaji. Kwa hiyo mkiona imepungua au imeondoka, it's a political commitment, a political will ya kusema hii lazima iondoke. Takwimu za mipango ya matumizi ya ardhi zinaonyesha kuwa kati ya vijiji 12333 ambavyo vipo nchini ni vijiji 4925 tu ambavyo ni sawasawa na 39.9 ambavyo tayari vina mipango ya matumizi ya ardhi. Vijiji 7408 havina mipango ya matumizi ya ardhi.